Asante, huni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses, nikwambie tu habari za usiku. Karibu ungane nami mwanzo mpaka mwisho kuweza kujua yanayojiri katika michezo na burudani. Tukianza na kutazama kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambacho kimeendelea ama kimefanya mazoezi yake nchini Misri kiwa kinajiandaa na michezo ya kimataifa, hasa mchezo ambao watacheza dhidi ya Kuwait ambao utachezwa Jumamosi saa 1 jioni kwa saa za Afrika Mashariki kule Misri. Mchezo huu ni mwendelezo wa maandalizi ya Taifa Stars kuelekea AFCON ambayo inatarajiwa kuanza mapema mwezi ujao kule Morocco. Mshambuliaji wa kikosi cha timu ya taifa Kelvin John amezungumza na Azam Sports na hii ni kile ambacho amesema. Mazoezi yameenda vizuri, wachezaji wote wako na morali. Nadhani bado siku mbili kuelekea mechi ya Jumamosi dhidi ya Kuwait. Sisi kama wachezaji nadhani tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo. Tunaendelea kupokea maelekezo mazuri kutoka kwa mwalimu na benchi zima la ufundi kuhakikisha tunaenda kufanya vizuri katika mchezo wetu wa kirafiki. Nadhani kwetu sisi kama wachezaji ni mechi muhimu kwa ajili ya kujipima kuelekea AFCON kwa sababu mashindano yapo karibu. Nadhani kama siku 30 hivi kutoka sasa mashindano yanakuwa yanaanza, kwa sababu inakuwa mchezo mzuri kwetu kujua wapi tulipo na wapi tunataka kuelekea. Kwa hiyo tunatumia mechi hii dhidi ya Kuwait kuhakikisha tunafanya maandalizi yaliyo bora, kujua wapi tunakosea, kujua wapi tulipo ili kuelekea kuweza kufanya vizuri kwa michuano ya AFCON vile vile. Wakati hayo yakiendelea, tuelekea kule Dodoma ambapo wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameshauri serikali kuweka nguvu pamoja na fedha, yote ni kuelekea kwenye kukuza michezo hapa Tanzania, lakini zaidi kukisapoti kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, huku wakitaka ushirikiano kati ya serikali pamoja na mamlaka za michezo hapa nchini ikiwemo TFF ili kutafuta michezo mingi zaidi, TFF pamoja na taasisi zingine za kisoka kuweza kukuza soka hapa Tanzania, lakini pia zaidi timu ya taifa kuweza kufanya vizuri AFCON. George Mbara kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Mashindano ya mataifa bingwa Afrika maarufu kama AFCON yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi lake Desemba 21 mwaka huu 2025, huku Taifa Stars ikiwa mshiriki wa makala hayo kwenye kundi C na mataifa ya Tunisia, Nigeria na Uganda. Kuelekea mashindano hayo, Stars imeanza kujinoa chini ya kocha Miguel Gamondi, ambapo Jumamosi hii itajipima ubavu na timu ya taifa ya Kuwait, ambapo baadhi ya wabunge wanatoa maoni yao kuhusu maandalizi hayo. Mimi na imani bado serikali inapaswa kuwekeza zaidi, kuiwezesha timu hii kufanya majaribio ya kutosha, kutafuta vipaji vya Watanzania wenye sifa zaidi na zaidi kila mara, kuhakikisha wanaondoa stress zao, kuwalipa vizuri, kuwapa moyo, kuwajengea morali, na sisi Watanzania wote tuunge mkono timu yetu ili baada ya Kuwait tuweze kushinda Disemba. Lazima timu yetu iweze kukutana na trial mechi nyingi za mataifa mbalimbali ili katika kujiweka fiti zaidi kabla ya mechi yenyewe ya huko Disemba. Kwa mimi ningetoa ushauri kwa viongozi ambao wanahusika katika kuisuka timu yetu ya taifa, wahakikishe kwamba baada ya Kuwait waweze kutoa tena friend match kwa timu hata 2, 3 au 4 ili sasa timu yetu iweze kujipima na kuhakikisha kwamba tunaenda vyema na tutaenda kufuzu kwenye AFCON. Wabunge pia wanasema wana imani kubwa na uwezo wa kocha Gamondi. Imani yangu ni kocha mzuri sana. Watanzania tumpe imani, tumpe time, na kikosi alichokiteua tusiangalie mambo ya Simba na Uyanga, tuangalie wachezaji wetu bora, tuwape moyo. Atakapofunga tumpongeze kama mchezaji wa timu ya taifa na sio kuangalia upande wa Simba na Uyanga. Katika hatua nyingine, wabunge wamepongeza uteuzi wa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wakisema mbali na umahiri wake serikalini, pia ni mdau mkubwa wa michezo. Hivyo wanaamini sekta ya michezo itafanya vizuri zaidi katika kipindi chake. Jinsi ambavyo tumepata waziri mkuu ambaye pia ni mpenda michezo, tunaamini pia Taifa Star yetu itaenda kuimarika ikawa bora zaidi. Kwa tumepata waziri mkuu ambaye pia anasupport sana michezo, tunaamini pia kwenye upande wa football tutaenda kufanya vizuri ndani ya hii miaka 5. Kubwa kuliko mama, kwa maana Dr. Samia Suluhu Hassan ni mwanamichezo na anasupport michezo, lakini leo tumemuidhinisha waziri mkuu ambao ni mteule kwa sasa, nasubiri kwa hapa tu, ambaye naye pia ni mwanamichezo kindakindaki. Nao mashabiki wa soka wamesema wana imani na timu ya taifa ya Tanzania kutokana na ubora wa kikosi walichonacho, kiwemo pia wachezaji wazoefu pamoja na kocha mzoefu wa kikosi hicho Miguel Gamondi, wakati ambapo timu inajiandaa kuelekea AFCON 2025. Kwanza kama Mtanzania na mzalendo, naombea jema lolote litukute kesho, kwa maana kwamba naombea mafanikio timu yangu ifanikiwe.
Lakini pia imani yangu ni kubwa sana sasa hivi, hasa kulingana na kuingia kwa Gamondi. Tunamfahamu Gamondi toka kiwa Yanga, ameshafanya kazi nzuri nyingi, kwa ni kocha mwenye heshima yake. Tunaamini hatotuangusha, lakini pia kuna mabadiliko kadhaa ambayo kama mwalimu ameyafanya. Haya mabadiliko yanatosha kabisa kunipa imani kubwa zaidi ambayo nilikuwa nayo. Kwa hiyo all the best Taifa Stars, tunawatakia kila laheri, tunaamini kesho utafanya vizuri. Mchezo kwanza utakuwa mzuri. Umeona mchezo utakuwa mzuri, na kuhusu kikosi nimependa rotation aliyofanya mwalimu. Kaita vijana wengi, umeona, na vijana ni taifa la kesho. Umeona, na tukienda kabisa kwenye mchezo na Kuwait, umeona sio mechi mbaya, sio timu mbaya. Umeona, inatupa sisi kipimo kwa sababu tunakwenda AFCON. Umeona? Kwa hiyo mchezo nahisi utakuwa mzuri sana. Kikubwa mimi naamini kwamba Taifa Stars tutapata ushindi kwenye mechi hii, tunaenda kucheza Misri. Ila mimi na imani kocha atakaa na wachezaji, hasa wale vijana ambao wameingia kwenye kikosi, na kuambia matumaini ya Watanzania kwamba wao ndio tunawategemea kuwa wachezaji wa baadaye kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo ikiwezekana wajitume sana na kuonesha walichonacho, ili sisi tuwe na imani wa Tanzania tunapata timu nzuri, au tunaelekea kwenye kupata timu nzuri kwa hao vijana ambao wameongezwa kwa ajili ya kupata uzoefu kwenye mashindano kama haya. Na imani kutokana na nature ya kocha mwenyewe, amefundisha Yanga, ameivusha Singida Black Star kwenda hatua ya makundi. Kwa hiyo nina imani naye, lakini kwa kesho natarajia sio mabadiliko yale chanya, lakini watabadilika. Nina imani kabisa hii Taifa Stars itakuja kuwa vizuri. Kuna mtoto mmoja anaitwa Abraham Morris. Kwa hawa ndio maingizo mapya. Kwa hiyo timu na imani sana timu itakuwa ipo vizuri kutokana na kocha mwenyewe. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu wa Tanzania, ambaye amethibitishwa kwa kishindo na bunge la Tanzania kwa mujibu wa sheria. Dr. Mwigulu Nchemba ni miongoni mwa wanasiasa wenye mapenzi makubwa na michezo, hususan mpira wa miguu hapa nchini, jambo ambalo limeonekana kuwavutia wadau na mashabiki wa soka juu ya uteuzi wake, wakiamini kuwa pamoja na mambo mengine atakuwa mchango mkubwa kwenye sekta hiyo. Mbali na hilo, tuangalie lingine kubwa. Wadau na mashabiki wa mchezo wanaamini kwamba waziri mkuu mpya wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye pia ni mdau mkubwa wa michezo, atakuwa na mchango mkubwa kwa sekta hii kukua zaidi. Taarifa zaidi na Teresia Mwanga kutoka Morogoro. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amekuwa akijihusisha moja kwa moja na masuala ya michezo, hususan mchezo wa soka, ambapo mara nyingine amekuwa akionekana uwanjani akisakata kabumbu. Na hapa nyuma yangu ni uwanja wa Jamhuri, na mara ya mwisho alionekana akicheza katika tamasha la Wape Tabasamu, ambapo alipewa namba na kuingia uwanjani. Mwigulu kwa waziri mkuu, nadhani kuna kitu kitakuwa kimeongezeka kwa sababu yeye pia ni mtu wa michezo. Kama ni mtu wa michezo, nadhani atalisimamia vizuri hili swala la michezo. Na tunatumaini timu zetu zitafanya vizuri. Najua atatoa motisha kwa wachezaji, baadhi ya timu, hata ikiwezekana timu zote ambazo zinashiriki ligi kwa hapa Tanzania. Tunaendelea kumwomba aongoze vizuri. Rais Mama Samia yeye kashajipambanua kwamba mtu wa michezo na anapenda michezo, si ndio? Haya, ukija huku Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, naye mtu wa michezo vile vile. Ukija huku Dr. Mwigulu Nchemba, naye mtu wa michezo vile vile. Kwa maana kuchukua watu watatu wote na tukatumia vizuri, mimi naamini kesho yetu iliyo njema inaanza kuonekana leo. Ni jambo jema sana kwa sababu yeye ni mtu wa michezo, hususan mpira wa miguu, na tulikuwa tunamuona kila sehemu ambapo mpira wa miguu unakuwepo, ushiriki wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunaamini kama wakazi wa Morogoro na Watanzania kwa ujumla, tumepata waziri ambaye ni mtu wa michezo, hususan mpira wa miguu. Kwenye sekta ya michezo kutakwenda kubadilika sana, kwa sababu Mheshimiwa Mwigulu ni mwanamichezo, tunamfahamu, tumeshamuona mara nyingi sehemu nyingi akiwa anahusika kwenye masuala ya michezo, viwanjani anafika, kwenye matamasha yote anafika. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatarajiwa kuapishwa siku ya kesho na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na moja kwa moja basi kwanza rasmi majukumu yake ya nafasi ya waziri mkuu. Teresia Mwanga, Azam Sports, Morogoro. Wakati hayo yakiendelea, klabu ya Yanga imezindua rasmi programu ya kuibua vipaji kwa vijana kuanzia umri wa miaka 10 hadi 14 walioipa jina la Yanga Soccer School, ikiwa na lengo la kuwafikia vijana mbalimbali wa Kitanzania
wenye vipaji vya kucheza soka nchini. Young Africans tunakuja na project inayoitwa Yanga Soccer School. Tunakuja na project kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa vijana Tanzania. Na project hii ni kama shule, ndio maana imeitwa Yanga Soccer School. La kwanza, kwa nini Young Africans imeanzisha Yanga Soccer School? Kuhakikisha watoto wao wanatimiza ndoto kubwa za kuwa wachezaji wakubwa wa mchezo wa mpira wa miguu. Tunafahamu wote sasa hivi mchezo wa mpira wa miguu sio tena mchezo wa kujifurahisha. Football sasa hivi ni kazi, na ni kazi inayolipa vizuri. Mnamuona bwana mdogo Lamine Yamal akiwa na miaka 16, 17 ameshakuwa mchezaji mkubwa duniani, ameshakuwa mchezaji anayelipwa vizuri duniani, ameshakuwa mchezaji ambaye amebeba ndoto za familia yake za kimaisha ni kupitia football. Na ada yake ni nafuu, ni shilingi 600,000 kwa mwezi wa kwanza, na hiyo 600,000 imebeba shilingi 50,000 ya fomu ya usajili, imebeba 150,000 ya vifaa ambavyo tutampatia mtoto. Vifaa nazungumzia jezi zote 3 za Young Africans za msimu huu, ambavyo ndio sare zetu tutakazokuwa tunatumia, lakini pia ada ya mafunzo shilingi 400,000. Baada ya kulipia 600,000, mzazi utakuwa unalipia shilingi 400,000 kila mwezi. Na akilipa kwa mkupuo labda miezi 6, tunakuwa tuna discount. Lakini pili, mahali ambapo Yanga Soccer School itakuwa inafanya shughuli zake, tutakuwa tunatumia Muhimbili Cricket Park pale. Kuna viwanja vya Speed Sports karibu kabisa na shule ya Tambaza, barabara ya Umoja wa Mataifa, United Nations Road. Na hii ni kwa kategori zote za umri ambazo zimetajwa, kuanzia chini ya miaka 13, 11, lakini pia 15. Huni mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Haya ni maajabu. Asante kwa kuendelea nasi, tuendelee kuangazia yale ambayo tunayo mezani leo, tukisalia hapo kwenye kuwatazama wananchi Young Africans, ambapo uongozi wa klabu hiyo kupitia mkurugenzi wa masoko na wanachama, lakini pia mashabiki Ibrahim Samuel, wamehimiza wanachama wa klabu hiyo kulipia ada zao za wanachama, huku akieleza kuwa mipango yao ya usajili ilivyo msimu huu na misimu ambayo inafuata, hasa kwa upande wa wanachama wapya kuelekea mechi za kimataifa. Kuanzia tarehe 17 Jumatatu ijayo tutakuwa tuna activation za kutosha kuelekea mechi ile. Nazungumzia, nikisema activation maana yake matawi yetu, sababu Young Africans ndio klabu pekee ambayo ina utambuzi rasmi wa mfumo wa kidijitali wa wanachama. Nikikwambia wanachama wetu na matawi yetu, sasa hivi nikifungua hii kompyuta hapa, maana yake na uwezo wa kukuambia kweli ni hawa. Kwa hiyo tutafanya activations nyingi kupitia matawi yetu, lakini pia kwa kushirikiana na wadhamini wetu mbalimbali kulingana na sheria za mashindano pia ya CAF zinazohitaji. Lakini vile vile pia wanachama na mashabiki kutoka upande huu wa bara watasafiri kuja Zanzibar kuweza kusupport klabu yao. Utaratibu tayari tumeshauweka kuhakikisha kwamba wataingia viwanjani vizuri, watapata tiketi zao vizuri na mapema bila usumbufu, na wote kwa pamoja tegemea kuona kwamba group stage ambayo itakuwa ina mvuto zaidi kwa eneo la mashabiki na wanachama, kama sehemu ya 12 ya kusupport klabu yao, kwa umoja wetu, kwa mshikamano wetu, na sisi kama idara tutakuwa daraja la kuhakikisha kwamba mtu namba 12 kwenye eneo la mchezo, ukiacha wale 11 tukao kuwepo kwenye pitch, wanatimiza wajibu wao kikamilifu kuhakikisha kwamba tunapata matokeo kwenye mchezo wetu wa kwanza wa tarehe 22 dhidi ya FA Rabat kutoka Morocco. Ibara ya 13 ya katiba yetu inatupa miezi 6 baada ya kuanza msimu. Kwa mwezi wa 12 tarehe 31 itakuwa ni mwisho wa ulipaji wa ada kwa msimu wa 2025 2026 kwa mujibu wa katiba. Kwa matawi yote hakikisha na
Wakati akiendelea nikukumbushe kwamba jioni ya hii leo kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kimefanya mazoezi yake kule Misri, ikiwa ni maandalizi kuelekea mchezo ambao watacheza dhidi ya Kuwait weekend hii Jumamosi, mchezo ambao utapigwa kule Misri na utakuwa live kwenye kisimuzi cha Azam TV kuanzia majira saa 1 kamili usiku. Kaa karibu na channel zetu za michezo. Nikukumbushe kikosi hicho kwa sasa kipo chini ya kocha Miguel Gamondi, ambaye hivi sasa baada ya mchezo huo wa kirafiki atakuwa naendelea na maandalizi ya mwisho kuelekea kwenye AFCON ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 21 kule Morocco mapema mwezi ujao. Tuendelee kuangazia mengine tulionao mezani. Wakati hatima ya JKT Queens kufuzu hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake, ikiwa katika mchezo wa mwisho dhidi ya TP Mazembe. Nahodha wa timu hiyo Anastasia Katunzi amesema bado hawajakata tamaa, huku kiungo Joyce Lema akisema kuwa watashinda mchezo wa mwisho utakaochezwa Jumamosi. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama. Cha pili, matokeo ya jana sisi hayatukatisha tamaa kwa sababu bado tupo mchezoni, tuna pointi 2. Kwa bado tuna mechi moja mkononi. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea na tutapambana tupate ushindi mechi ya mwisho ili tuwe kwenye nafasi nzuri zaidi. Sisi tunaamini kwa nguvu zetu kupitia benchi letu la ufundi wanatupa moyo, na sisi wachezaji tunaona bado tuna nafasi. Kwa hiyo tutapambana mechi ya mwisho tuweze kupata matokeo mazuri, tuweze kwenda nusu finali. Kama mnavyoona tunafanya kila kitu, tunapambana, tunacheza mechi ngumu kwa sababu opponent wetu wanatumia nguvu sana, wana power play, lakini sisi tunapambana kupata matokeo. Tushafanya kila kitu. Ishoti bado tuna mechi moja mkononi, kwa hiyo tutapambana hii mechi moja mkononi tuweze kupata matokeo mazuri. Tukishatoka kwenye mechi watu kikosa kama barafu, watu tunaingia kwenye swimming at least kidogo kurudisha hali, kwa sababu ya kazi ya jana ilikuwa sio ya kitoto. Kwa hiyo at least kidogo tumeingia kwenye maji hapa, miili itakuwa ipo sawa. Kwa jana kwa muda mdogo ambao nimepata, najiona kabisa niko sawa. Nipo sawa, namshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu kuna vitu ambavyo nilifanya na nimejiona kabisa niko vizuri. Matokeo hajatukatisha tamaa kwa sababu bado tuna mechi moja mkononi, alafu bado tuko kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo sasa hivi tunachoangalia ni tuna focus na mechi ya Mazembe ambayo ni kesho kutwa, ambayo hiyo mechi ni lazima tushinde. Hamna matokeo mengine ambayo tunayatafuta zaidi ya pointi 3. Joyce Lema, kiungo huyo wa kikosi hicho. Naye daktari wa JKT Queens amesema baada ya mchezo hapo jana dhidi ya ASEC Mimosa uliomalizika kwa sare ya goli 1-1, wachezaji wote wapo kwenye hali nzuri kiafya kuelekea mchezo wa Jumamosi dhidi ya TP Mazembe. Kwanza kabisa hii timu, kumbuke zaidi ya wachezaji 8 katika hii timu ya JKT Queens ndio wachezaji ambao wanatengeneza kikosi cha timu ya taifa. Na timu hiyo ya timu ya taifa Twiga Stars wiki 3 au wiki 4 zilizopita imetoka kufuzu mashindano ya AFCON. Kwa maana hiyo kisaikolojia tayari wao wanajua uwezo wao. Timu ina uwezo mzuri tu, tukiacha na mambo mengine labda mambo ya marefaris na nini, lakini kisaikolojia wako vizuri kwa sababu ni washindi, na hata kanda ambayo wametoka wao ni washindi. Kwa hiyo wanakuja kupambana na washindi wengine. Matokeo ya jana hayawezi kuwakatisha tamaa kwa sababu sisi kila siku tunakuwa nao, tunaongea na mchezaji mmoja, tunaongea nao wote kwa ujumla. Kisaikolojia tumekaa na vijana wetu, wako vizuri kabisa, wana hali ya kupambana. Na hapa Dar es Salaam wachambuzi wa soka wametoa mtazamo wao juu ya ushiriki wa JKT Queens kwenye ligi ya mabingwa Afrika, ambapo michezo miwili ya kwanza imetoka sare dhidi ya Gaborone United na mchezo wa pili dhidi ya ASEC Mimosa ya Ivory Coast. Performance yao sio mbaya wala sio nzuri sana, kwa sababu mechi zote mbili wamepata sare. Na kwa nini wamepata sare? Ukiangalia kwanza ni utofauti wa mashindano. Huku wanaweza kawa wamedominate kwenye ukanda wetu wa Sekafa na hata kwenye ligi ya ndani, hii domestic league ya Tanzania, lakini kule ni ligi tofauti na kule wanakutana na washindani tofauti ambao wana ukubwa tofauti. Na vitu ambavyo mimi nimeviona kule, utofauti wa kwanza ni kwanza timu za kule zimejiandaa vizuri. Of course wamecheza mechi mbili na Gaborone United, timu ya Kosafa ambao ni mabingwa wa Kosafa, lakini wamecheza na ASEC Mimosas, mabingwa wa kule Wafu.
wanaenda kucheza tena na mabingwa wengine wa wafu ambao ni TP Mazembe, si ndivyo? Utofauti ambao nimeuona kati ya mechi hizi na mechi za ukanda wetu ni kwamba washindani wa kule ni wapo vizuri sana kwenye physicality. Unajua of course mechi inaweza kaamuliwa kwa mbinu, inaweza kaamuliwa kwa uwezo wa mchezaji mmoja kiufundi, lakini huwezi kuacha haiba au muonekano wa miili ya wachezaji. Cha kwanza tutambue kwamba ligi ni ngumu na kila timu imejipanga. Na ukitaka ujue ugumu wa ligi ni kwa sababu kila mwakilishi wa ligi ya mabingwa tofauti na ilivyo kwa wanaume, wao kila mwakilishi anakuwa ni bingwa wa kanda husika. Kwa hiyo unaweza ukaona kama JKT amewakilisha kanda ya Sekafa, nchi zote za Sekafa ametoka bingwa mmoja, upate picha kwamba ukanda wa magharibi iko hivyo hivyo, ukanda wa kusini iko hivyo kule kwa maana ya wafu A na wafu B, lakini vile vile ukanda huu wa kusini wa Kosafa pia iko hivyo pamoja na kule UNAF. Kwa hiyo moja kukwama wapi, ligi ni ngumu na kila timu imejipanga. Lakini ukiangalia bado wanakosa experience hasa katika eneo la mbele kwenye umaliziaji. Katikati ya kiwanja pasi na shaka wako vizuri of course, na nyuma ndio maana mpaka saizi mechi mbili, mechi ya kwanza clean sheet, mechi ya pili wameruhusu bao moja ambalo nalo ni la mkwaju wa penalti. Kwa hivyo kwanza niwapongeze kwa sababu katika safu ya ulinzi wanaonyesha display nzuri, hakuna goli ambalo wameruhusu la open play. Petro Mzigo, mchambuzi wa masuala ya soka huyo. Leo tuungane sasa na Philip Mkili kuweza kusikia mtazamo wake kuhusiana hilo. Philip, karibu. Asante kaka. Mambo yanaenda safi. Asio. Fresh. Yeah, bana tayari tumeona JKT Queens wanaendelea kupambana. Sare mbili bado hazijazima matumaini yao, na matumaini sasa yamesalia kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya TP Mazembe. Nini unakiona ama unaiona vipi nafasi ya JKT Queens kufika mbali kwenye michuano hii? Kwenye matokeo ya jumla unaona JKT bado kwa nafasi nzuri. Sababu kama walivyopita wengi walivyosema ni mashindano magumu. Sababu yanashirikisha kanda. Lazima uwe bingwa kwenye kanda yako ndio uje ukashiriki huko. Na mpaka hapo unaweza ukawapongeza ya kwamba wanaenda kwenye siku ya mwisho ya mechi yao ya mwisho wakiwa bado na nafasi ya kusonga mbele. Kitu ambacho ni kitu kizuri. Unajua ukishavuka hapo ndio nusu finali. Kwa hiyo inakuwa ni hatua nzuri sana kwao. Kwa timu ya Tanzania ambayo ilishawahi kufika hapo ni Simba. Ukiangalia Simba Queens unaona ndo walimaliza nafasi ya 4 mwaka 2022 kwenye mashindano haya. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa kwao ni kuhakikisha ya kwamba wanashinda hiyo mechi. Kitu ambacho kinawezekana. Kwa performance ambayo wameonyesha kwenye mechi zote, hakuna shaka ya kwamba wana uwezo wa kushinda hiyo mechi. Mechi dhidi ya ASEC ilikuwa ni unaweza kusema ni bahati mbaya kwa sababu ilikuwa ni dakika za mwisho, wameongoza mechi kwa muda mrefu. Katokea bahati mbaya, wapinzani wao kupata penalty na kupata hiyo sare ya bao moja. Kwa hiyo nafikiri kwenye uwezo ambao wanao, kwenye kile ambacho wameshaweza kukifanya huko nyuma, ndio JKT ndio timu ambayo inabeba ile timu yetu ya taifa ya Twiga kwa sababu ndio inashirikisha wachezaji wengi kwenye miaka miwili mitatu ya hivi karibuni. Haya, kwenye kundi ASEC ndiye kinara akiwa na alama 4, TP Mazembe alama 3, nafasi ya pili, lakini JKT Queens pia nafasi ya pili, TP Mazembe, JKT Queens nafasi ya 3 alama 2, Gaborone United nafasi ya mwisho. Nafasi ya JKT Queens kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya TP Mazembe mwenye alama 3 ni ngumu ama ni rahisi kiasi gani? Kwa sababu ASEC mechi yake ya mwisho kama hawa wawili kutokuwa kuna sare nyingine ni faida kwake kuanzia hapo. Hao watatu wote wanaweza wakaenda. Ambao Gaborone anaonekana nafasi yake ni finyu sana ya kwenda, unaweza kumuondoa kabisa. JKT anachotakiwa kufanya hana kingine cha kutafuta hapa zaidi ya kupata ushindi. Kwa sababu alishawahi kuonesha kwamba ana uwezo, amechukua ubingwa wa Sekafa, amefanya vizuri pia kwenye michuano ile ya Afrika Mashariki ya Sekafa pamoja na ngao ya jamii ndo amechukua. Kwetu tunaamini ya kwamba ana uwezo wa kushinda hiyo mechi. Pamoja na kwamba TP Mazembe ndio mabingwa watetezi, lakini uwezo wa wachezaji wa JKT, experience ambao wanayo kwenye mashindano makubwa sasa hivi, hakuna shaka ya kwamba wana uwezo wa kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Au sio? Sasa hapa wamebakiwa na mchezo mmoja mkononi, wako nafasi ya 3 kwenye kundi alama 2. Hem, tuangalie mwaka 2023 walishiriki pia michuano hii, tuone mwaka huu 2023 walimaliza vipi ama hali yao ilikuwa vipi kwenye michuano hii. Hii ni mwaka 2023 walicheza dhidi ya Mamelodi wakapoteza magoli 2-0, lakini pia wakacheza mechi dhidi ya Atletico FC Abidjan ambayo walifanikiwa kupata ushindi wa magoli 2-1, lakini pia walicheza dhidi ya Sports Club Casablanca wakapoteza kwa magoli 4-1. Hii ilikuwa ni performance yao wakati huo. Performance hizi mbili kwenye michuano hii nyakati mbili hizi tofauti, mara hii ni kama wako vizuri zaidi ukilinganisha na ile iliyopita 23. Ukiangalia kwa matokeo sasa wana experience zaidi, lakini pia wanaonyesha uwezo bora zaidi kwa sababu hatua hii hapa walimaliza
wakiwa wamekusanya pointi 3. Sasa hivi bado unawaona wana uwezo wa kumaliza mashindano wakiwa na pointi 5. Kwa hiyo bado wako na nafasi nzuri. Kikubwa ni kuhakikisha ya kwamba wanaamini ya kwamba hiyo ndio mechi yao ya ushindi. Bila hiyo mechi hakuna kingine ambacho wanaweza wakakipata. Kwa hiyo kikubwa ni kuamini ya kwamba wenyewe ni bora kuliko TP, pamoja na kwamba TP ni mabingwa watetezi wa mashindano haya. Sio? Yeah. Haya, hii ilikuwa ni wakati ule 2023 walimaliza nafasi ya 3. Safari hii wako nafasi ya 3, lakini bado wana mchezo mmoja mkononi. Endapo wakashinda, nafasi itakuwa ni nzuri kwao. Lakini ukiacha hilo, tuangalie kile ambacho umetuandikia kwenye ukurasa wetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Hasa na swali liliuliza, JKT Queens wamevuna alama 2 kwenye mechi 2 walizocheza. Nini kifanyike kupata ushindi dhidi ya TP Mazembe? Swali liliuliza hivyo. Tuangalie kile ambacho umetuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Kwanza tukianza na ukurasa wetu wa Instagram, Azam TV Sports anajiita Goligota Magabe wa GGM Unit Geita Tanzania. Kwanza wachezaji wanapaswa kutambua kile wanachokifanya, pia wajitume kwa nguvu zote na kufuata maelekezo ya mwalimu. Pia wachezaji wanapaswa kujengwa kisaikolojia zaidi, ni maoni yake. Lakini Baraka Singo anasema kutoka Chaludewa Mpwapwa Dodoma, anasema benchi la ufundi wajaribu kutumia mbinu za ziada pamoja na wachezaji wajitume zaidi ili waweze kupata matokeo mazuri, waende mbele zaidi, ila sare hazitawafikisha mahali popote, ni maoni yake. Lakini Maneti Kione anasema Wairinga Uluti anasema juhudi na kujituma ndio chanzo cha mafanikio. Mechi dhidi ya TP Mazembe wakajitume kwa nguvu moja, hakika watavuna pointi 3, maoni yake. Tuangalie ukurasa mwingine sasa, na hapa sina shaka ni Facebook. Tuone maoni ambayo umetuandikia kupitia ukurasa huo baada ya kuitazama Instagram. Na sasa huyu anaitwa Pasco Mihambo anasema kutoka Igondai Nzega, anasema sina shaka na uchezaji wa JKT Queens, inawezekana wanapitia kipindi cha mpito. Mbinu nzuri za mwalimu na utekelezaji wa wachezaji uwanjani ndio kitawapa ushindi na ufanisi wa nafasi chache zitakazopatikana na kujilinda kwa nidhamu ya hali ya juu. All the best JKT, never give up. Amemaliza hivyo. Lakini Petro David anasema JKT inapaswa kuongeza umakini ili waepuke faulu zisizokuwa na ulazima, halafu washambuliaji wajitume zaidi. Mfano, kuna nafasi walipata ambayo wangeweza kupata goli lakini wakashindwa kuwasiliana vizuri. Mimi naamini wakijituma watafika mbali zaidi, maana sioni kama TP Mazembe watawasumbua. Lakini Yohana Nyanginywa yeye anasema wa Ihimbo Mufindi, wachezaji wa JKT Queens wanatakiwa kucheza kwa umakini mkubwa, kwani katika suala la kufunga sio tatizo kwao, tatizo ni kuruhusu magoli ya kusawazishiwa, ila ni wa moto sana JKT Queens, ni maoni yake. Umengamua nini hapo Nkini? Ukiona kila shabiki ana mtazamo wake, lakini kuna shabiki nafikiri anaitwa David amezungumzia kuhusiana na JKT ya kwamba wanatakiwa nafasi wanaozipata wazitumie. Kuna mashindano makubwa kama haya huwezi kupata nafasi 10. Ukipata 2 lazima zote uhakikishe kwamba zinakuwa ni mabao ndio unaweza ukasonga mbele. Shukrani sana Philip Nkini. Kwa sababu mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike hii leo. Tukirejea tutakuwa na nusu saa ya pili ya Mshike Mshike. Machache kati ya yale ambayo tutakujuza ama tutakuwa nayo mezani ni pamoja na haya. Yanga yafanya maandalizi kabambe kuelekea hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Uni Mshike Mshike, ile kwa nasi tuende break, tutarejea. Sio. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, tuendelee kuangazia tulicho nacho kwenye duru ya pili hii leo. Afisa habari na mawasiliano wa bodi ya ligi kuu Tanzania Karimbo Imanda amesema maandalizi ya kurejea kwa ligi kuu baada ya mapumziko ya kalenda ya FIFA yanaendelea vizuri, huku wakitarajia kufanya maboresho ya ratiba ya ligi kuu, huku akisisitiza timu zote kufanya maandalizi ya kutosha kuelekea kurejea huko. Maandalizi yanaenda vizuri. Tunakwenda kwenye kipindi hiki cha mapumziko kupisha kalenda ya FIFA, na tutakaporejea basi tuendelea na ligi kwa kipindi fulani kabla hatuja kwenda kwenye finali za mataifa Afrika kwa maana ya AFCON. Lakini katika maandalizi yetu safari hii kumekuwa na kitu cha ziada ambacho ni kufanya maboresho ya ratiba. Kwa hiyo ni taarifa mpya kwamba tunafanya maboresho ya ratiba na tutatangaza kabla ya kukamilika kwa kipindi hiki cha dirisha la FIFA, ili sasa wadau wafahamu tutakaporejea tutarejeaje na tutamaliza msimu kwa namna gani. Msingi wa
maboresho haya utakumbuka kwamba tulikuwa tuna michezo ambayo iliahirishwa hapo kati, lakini pia tumepokea ratiba sasa rasmi ya klabu zetu 4 kwa maana Young African Sports Club, Simba Sports Club ambazo zinashiriki michuano ya klabu bingwa Afrika, pamoja na Azam FC na Singida Black Stars ambao wanashiriki kombe la shirikisho la Afrika. Tumepokea ratiba rasmi inayoelezea namna ambavyo watacheza michezo yao ya hatua makundi. Kwa hiyo na sisi tumeona itatusaidia sasa kuweza kutengeneza kuboresha ratiba yetu ili iendane na ratiba ya michezo hiyo, ili klabu zetu hizo ziweze kupata wakati mzuri wa kucheza ligi, kucheza michuano ya Afrika pamoja na kupata vipindi vya mapumziko baina ya hiyo michezo, lengo likiwa lile tuendelee kupata mafanikio kwenye ligi, lakini pia tuzione klabu zetu zinazidi kufanikiwa kwenye michuano ya Afrika, jambo ambalo limekuwa likiitangaza sana ligi yetu. Naam, muda huu sasa tutazame ratiba ya ligi kuu NBC namna ambavyo itakuwa mara baada ya kurejea. Tuone nini ambacho tutakuwa tunakishuhudia moja kwa moja kwenye kisimulizi chako cha Azam TV. Na hii ndio ratiba kuanzia Novemba 21. KMC ama watoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni Novemba 21 mwaka huu watakuwa wanaaminyana na JKT Tanzania, lakini usisahau Namungo FC ama Wawaji wa Kusini wao Novemba 21 hiyo watakuwa mzigoni dhidi ya Dodoma Jiji na watakuwa nyumbani Ruangwa Lindi. TRA United Novemba 22 mwaka 2025 watakuwa mzigoni dhidi ya Tanzania Prisons, lakini Mashujaa kutoka Lake Tanganyika Kigoma watakuwa nyumbani Novemba 22 wakiwakaribisha Mbeya City. Pamba Jiji wao Novemba 23 mwaka huu watakuwa wanaminyana na Fountain Gate na Pamba watakuwa nyumbani kule Mwanza. Ni miongoni mwa mechi ambazo utapata wasaa wa kuzishuhudia kwenye kisimulizi chako cha Azam. Lakini usisahau miamba wengine akiwemo Mtibwa Sugar wao pia wataendelea na ratiba yao baada ya kile ambacho kitakuwa kimemalizika hivi sasa. Lakini mbali na hilo tuendelee kuangazia yale tutakayokuwa nayo ama tulionao mezani hivi sasa. Baadhi ya mashabiki wa soka kutoka mkoani Mbeya ambao wanazishabikia timu za Mbeya City pamoja na Tanzania Prisons wametoa maoni yao juu ya kiwango kilichoonyeshwa na timu hizo kwenye ligi kuu NBC, huku wakijawa na matumaini makubwa ya kufanya vizuri zaidi. Jumla naona kabisa sio mwenendo mbaya kwa timu zetu za Mbeya. Kwa hiyo ni timu zimejipanga kuhakikisha zina maintain kubaki kwenye ligi kuu na ikiwezekana kukaa kwenye top 4 kwa sababu ligi ndio kwanza bado mpya. Ni bado ligi mbichi. Kwa naamini kabisa kwamba lolote linaweza likawezekana hata kuingia kwenye top 4 kama tukiendelea na mwenendo huu tunaoenda nao. Kwa mwenendo wa hizi timu ni mzuri sana. Ukiangalia mechi tulizocheza tuliko raundi ya 6, Mbeya City tuna pointi 8, Tanzania Prisons tuna pointi 6, wana mechi chini ya 6. Kwa hiyo huwezi kusema na mwenendo mbaya. Tunatarajia kupata matokeo mazuri kwa sababu timu zetu zote mbili zinarudi kwenye uwanja wake wa nyumbani. Timu mara nyingi unaweza ukaijaji kadiri ilivyoanza mchezo, inavyo approach kwenye kila game. Kweli zinaonekana zinatafuta matokeo. Tofauti na kipindi cha nyuma unakuta timu imepoteza game 2 mfululizo, 3 mfululizo, lakini sasa hizi Mbeya City hii wana draw, hii wanapata pointi, hivyo wanaenda hivyo. Nao baadhi ya mashabiki wa klabu ya Mtibwa Sugar kutoka kule Morogoro wameelezea matumaini ya klabu yao kufanya vizuri kwenye michezo ijayo ya ligi kuu NBC, huku wakitamani timu hiyo irejee mkoani Morogoro kucheza mechi zake za nyumbani. Teresia Mwanga anaarifu zaidi. Mtibwa Sugar hadi sasa imeshacheza michezo 5 ya ligi kuu ya NBC na imefanikiwa kushinda mchezo mmoja kutoka suluhu michezo 2, lakini kupoteza michezo 2. Mashabiki na wapenzi wa timu hiyo hapa Morogoro wanazungumzia mwenendo wa timu hiyo, lakini pia matumaini yao kwa timu hii. Kwa timu yetu ya Mtibwa naona kwa sasa hivi tumeanza vizuri msimu huu. Kwa tutegemea makubwa kama timu yetu itaendelea hivi tunaweza tukafika mbali kidogo, unaona? Kwa sababu tuna imani na timu yetu, unaona? Matokeo sio mabaya. Kwa hiyo tusubiri tuangalie inavyoaje, lakini kwa safari tumejipanga. Mimi na matumaini na timu yangu ya Mtibwa kwa sababu tumeanza ligi na ushindi na matumaini yangu tukiendelea hapo tulipoishia na ushindi, kipindi ligi itakavyorudi tutakuwa tupo vizuri. Kwa sababu ligi inasimama kwa muda. Kipindi hiki ndio kocha atakuwa anaangalia wapi amekosea, wapi ampatia, ili tukija kuingia tena kwenye mechi za ligi kuu
wachezaji washakomaa kiakili. Mtibwa timu yetu kwa sasa hivi tunaonekana inafanya vizuri, kwa hiyo naombeni tuisupport timu yetu. Tukisalia kwenye kuzitazama timu za ligi kuu soka Tanzania bara, timu ya TRA United imeanza msimu wa ligi kuu ya NBC 25-26 kwa kusuasua sana, ikiwa imecheza michezo mitatu na kupata sare katika michezo yote, ikikusanyia alama 3 na kushika nafasi ya 15 kwenye msimamo wa ligi. Matokeo hayo yamefanya mashabiki wa klabu hiyo kutoka kule Tabora kutoa maoni yao, wakisisitiza kufanyika kwa usajili mzuri na wenye tija wakati wa dirisha dogo la usajili. Kwa wanaweza wakawa na kila kitu lakini wanakosa umoja kutoka upande wa pili. Huko kiuchumi wako vizuri lakini support ya wakazi haiko vizuri kwa sababu tayari kulikuwa kuna manunguniko. Baada ya kuona Tabora imeuzwa ikaonekana na hii timu na yenyewe pia itaondoka. Kwa hiyo watu wakashindwa kuwekeza nguvu zao pale. Kwa maana nguvu zao kiimani, kiushangiliaji, kuisupport timu. Nadhani hapo nakuwa nimeeleweka. Sasa wale watoke maofisini, mpira na tai haviendani sana. Wasiamini sana kwenye hilo. Waje mjini huku tukae tuone tumekwama wapi, sisi tunajua pa kupita, tutawasaidia. Na kwa mantiki hiyo kwa sasa mnamaanisha kwamba ni kama timu mmeitelekeza? Sio tunamaanisha, ndivyo ilivyo. Ishirikishe jamii kwenye TRA United ili watu wadili katika vitu viwili. Kwanza waipende TRA United, lakini pia wajue umuhimu wa michezo. 3 wajue umuhimu wa kulipa kodi. Lakini akiiweka peke yake, tutajua mwisho hii timu ya watoza kodi, kumbe hii timu inaleta furaha, inaleta ajira. Kwa hiyo tuwaombe mamlaka ya mapato mkoa wa Tabora, meneja, mimi kwa ushauri wangu kwa wananchi, akabidhi wananchi. Kunachohitajika maafisa 3 tu ambaye atadili labda na mambo ya fedha na katibu na mmoja ndio atoke TRA, lakini wengine wote kamati ile watoke. Kuna kamati za ufundi, mpira na mambo mengi. Wenyewe asubuhi wamefunga tai, kuna muda unatakiwa uende uchocholoni, yule ataenda uchocholoni na tai yake. Tuageukia utoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni sasa. Meneja wa uwanja huo wa KMC Hussein Kipindura ameelezea hatua ya maboresho ya uwanja huo na hatua ulioifikia, kama ufunguaji wa taa, ubao wa kidijitali wa matangazo pamoja na matokeo. Tunashukuru tulipoanza na tulipo saizi tunaelekea pazuri. Hatua iliyofikia kwa upande wa taa imeshamalizika, tumefikia hatua ya mwisho. Nadhani kitu kilichobaki saizi ni hatua tu za kupata power, kwa maana generator. Kama tunavyojua kama kanuni za CAF, FIFA na wote waendeshaji wa mpira, huwezi kucheza mechi za usiku bila kuwa na generator, kwa maana inayojitegemea. Pamoja kwa tuna umeme wa TANESCO lakini inayojitegemea. Na hatua hizo ziko tayari, kwa maana tenda tayari ishakuwa bidded na watu wameshapata wenye tenda yao. Kama nilivyoongea awali, ikifika mwezi wa kwanza, kwa maana nusu msimu unaofuata, tunaweza tukaanza kuona mechi za usiku ikiwapendeza waendeshaji wa ligi na wenye haki ya matangazo kwa maana za MTV. Kitu kingine ambacho tunadhani mkitarajie ni marekebisho kwenye upande wa majukwaa, sasa VIP, kuextend VIP na kuweka ile cave kwa ajili ya kukinga mvua na jua, hasa kwa mashabiki ambao wanacheza mechi za mchana. Pia kwa upande wa majukwaa ya mashabiki kuweka ile cage. Hivi ni vitu ambavyo kuvitarajia soon baada ya zoezi la taa kukamilika. Hatua iliyobaki ni ndogo tu ambayo ya generator. Generator linapatikana sehemu yoyote. Ndio maana nikasema wakiwiwa waendeshaji wa ligi. Inawezekana mimi nikasema hakutakuwa, alafu kesho bodi ya ligi na TFF na Azam TV wakakubaliana kwa mechi fulani ichezwe usiku, wakaleta power, tunacheza mechi ya usiku. Kwa hiyo kikubwa ni hicho tu. Kwa hiyo kwa sisi ili kuwa tayari, manake mpaka Januari kwa kila kitu cha kwetu. Ila ikitokea kama kuna mtu anaweza kucheza usiku, manake taratibu zikifuatwa, anaweza kufanya mechi ya usiku. Wananchi wa Africans wanaendelea na maandalizi ya kuanza kutupa karata yao ya makundi ligi ya mabingwa Afrika, ambapo wapo kundi B na timu za Al Ahly ya Misri, AS FAR Rabat ya Morocco na JS Kabylie ya Algeria. Mwenzetu Omari Suleiman amefika makao makuu ya klabu hiyo Jangwani, Dar es Salaam, na hii ni taarifa yake. Wananchi Young Africans wanaendelea na maandalizi kujiandaa na michuano ya kimataifa, ambapo tarehe 22 ya mwezi huu watatupa karata yao ya kwanza ya mchezo wa mwanzo hatua ya makundi katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar dhidi ya FAR Rabat ya nchini Morocco. Kwa mujibu wa program ambayo imetumwa na idara yetu ya mashindano, siku ya Jumamosi inshallah kutakuwa na mchezo wa kimazoezi. Wala sio mchezo wa kirafiki, ni mchezo wa kimazoezi kwa maana ya closed door ambao utapigwa Yanga dhidi ya KMC
ambao tumewasiliana na wenzetu kwa ajili ya wachezaji hao wamebakia kupata mwendelezo mzuri wa program ya mwalimu ambayo yuko nayo. Kwa hiyo Jumamosi tutafanya huo mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC. Uwanja bado hatuja confirm kama itakuwa ni pale pale KMC Complex au itakuwa Gymkhana au itakuwa Avic Town, bado hatuja confirm, lakini confirm ni kwamba kutakuwa na hiyo mechi ya kimazoezi kwa Jumamosi. Yote hayo ni maandalizi ya kuiandaa timu kuelekea mchezo wa kimataifa dhidi ya FAR Rabat ambao utafanyika Zanzibar. Swali kubwa ambalo wanajiuliza sasa hivi mashabiki na wanachama wetu, timu inaondoka lini kutoka Dar es Salaam, timu inakamilika lini kutoka kwenye timu za taifa? Timu itaondoka hapa Dar es Salaam tarehe 18. Itaondoka tarehe 18, msafara mzima tutaondoka kwa njia ya boti. Msafara mzima wa wachezaji, viongozi na baadhi ya mashabiki ambao wamesema wataka kutangulia mapema, kwa sababu unajua sasa hivi kwa simu ninazopokea, message ninazoziona kwenye magrupu ya Yanga, obvious sehemu ya Tanzania itahamia Zanzibar. Mashabiki ni sehemu muhimu ya kuongeza nguvu katika timu. Nao wameeleza namna walivyojipanga na wakitarajia mazuri katika mchezo wa kwanza wa timu yao. Sisi mashabiki wa Yanga wa Dar es Salaam na huku Tanzania bara kwa maana Dodoma, Mbeya na maeneo mengine, tunahamasishana bado kwenye magrupu ya WhatsApp tusogee katika visiwa vya Zanzibar, twende tukaijaze Zanzibar. Tunaanza kampeni yetu mapema. Sisi kama mashabiki tutakuwa wengi pale New Amaan Complex kwa ajili ya kuanikiza timu yetu. Sisi kama wachezaji wa 12 viwanjani kuona timu inapata matokeo ya alama 3 muhimu katika michezo ya awali, hasa mchezo wa kwanza. Mimi ni waombe mashabiki wenzangu wa Yanga, wanachama walioko Zanzibar, walioko Dar, tujipange kwa wingi tuweze kujitokeza uwanja wa Amani kwa ajili ya kusupport timu yetu. Kifupi, timu yetu ni timu bora. Tusijali hizi ngonjera na kelele zinazopigwa na wapinzani kututisha au kutubedha. Sisi wenyewe ni vigogo, tuna imani na timu yetu. Al Ahly tucheza nao au wote Waarabu tucheza nao. Ni meneja wa habari huyo na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe pamoja na mashabiki wa klabu hiyo wakieleza namna walivyojipanga kwenda kuiunga mkono timu yao katika mchezo wa kwanza hatua ya makundi utakaopigwa visiwani Zanzibar dhidi ya FAR Rabat. Mchezo huo utachezwa saa 10 kamili jioni na utaruka mubashara kupitia Azam Sports 4 HD. Lipia kisimbuzi chako kushuhudia burudani hiyo. Nikiripoti kutokea hapa makao makuu ya klabu ya Yanga Jangwani Kariakoo, mimi ni Omar Suleiman wa Azam Sports. Ni mshike, endelea kuwa nasi, tuende break, tutarejea. Maajabu. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike, tuendelee kuangazia tulionayo mizani. Tulikuwa tunaangazia Young Africans na sasa tusalie hapo katika hatua nyingine. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe ameelezea mkakati wao kuelekea uzinduzi wa jezi zao za kimataifa unavyoendelea hivi sasa. Jezi kwa ratiba ya kwanza ilikuwa tuzindue siku ya jana, na nilitangaza hili kwamba siku ya jana tungezindua jezi zetu. Lakini kutokana na changamoto 2-3 tukaketi chini tukasema hapana, tusogeze uzinduzi huu mbele, na hatujakuwa na specific date, lakini ni weekend. Inaweza kuwa Jumamosi, inaweza kuwa Jumapili, lakini ni weekend ambako tumekubaliana. Sidhani kama inaweza kudhili hapo. Taratibu zote, upigaji wa picha, video za uzinduzi zimeshakamilika. Tumeshazifanya, ziko tayari, lakini kuna changamoto tu za namna ambavyo
tutazindua na kuuza huo mzigo kwa haraka. Young Africans sasa hivi jezi zetu ukiangalia, tukizindua tu zinanunulika kwa haraka. Kwa hiyo tuna mfumo mzuri wa watu kuzindua na wanunue kwa haraka. Ukizingatia hizi ni jezi za kimataifa, kwa hiyo ni limited edition. Sio mzigo mkubwa kama zile za ligi. Ni limited edition, kwa hiyo zinakuwa na PC chache. Kwa hiyo tunataka mfumo mzuri kwa ajili ya kuhudumia watu wengi ambao watawahi, na taarifa rasmi ya siku nitakuja kuitoa nafikiri ndani ya hizi siku mbili, kama ni weekend itakuwa ni siku gani kuja. Lakini jezi ziko tayari na picha zishapigwa tayari, kila kitu kiko tayari. Ni utaratibu tu wa kuzindua na kuziuza. Tunatafuta hiyo timing ya kuzindua na kuziuza kwa pamoja. Wakati akiendelea, kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Simba kutoka Dar es Salaam, wao wameweka wazi hisia zao na namna wanavyojipanga kwa ajili ya uzinduzi wa jezi mpya za kimataifa, wakiamini kuwa zitakuwa na ubora wa hali ya juu. Kusema ukweli, kwa sasa hivi ukiongelea swala la jezi kwa klabu yetu, hatuna tena wasiwasi baada ya kuja mzabuni mzuri ambaye ameanza kutuletea jezi za maana. Hata ukiangalia jezi za msimu huu ulipoanza, jezi zilikuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo nategemea hata hizi zinazokuja za kimataifa, asina tena shaka, nategemea tutapata uzi mzuri ambao utatupa nguvu hata tunavyoenda kushangilia kwenye mechi za kimataifa, tuweze kuwa na vibe la kutosha kama unavyojua wana Simba tulivyo. Ili timu ifanye vizuri, kwa kuna support ya mashabiki. Na support sio kushangilia mtaani, hapana. Support ni kununua jezi ya NBC Premier League na ya kimataifa ya. Kwa hiyo sisi tuko tayari. Tena naona wanachelewa. Kwa hiyo tuko tayari, anytime tunanunua jezi. Mimi kwanza sina wasiwasi wote na kuhusu jezi zangu za Simba. Mimi ningeomba tu viongozi, hata ukisema hata kesho watoe jezi, tuko tayari kuzipambania na kufanya vizuri, kwa sababu ndugu mwandishi, wewe mwenyewe unajua kwamba hamna klabu ambaye wanakuwa kipaumbele kununua jezi kama klabu ya Simba, kwa sababu hatunaga zile bure, sio watu wanawekea, sio wao kwamba ukipaka bleach utapewa jezi au tunaweka supu ndo mtapewa jezi. Sisi hatunaga hiyo style. Sisi tunatumia pesa zetu kuhakikisha Simba tunapambania na kufika pale tunapopahitaji. Au kuhusu hao timu pinzani zingine wasema sio jezi watoe kesho, sio tukazipambanie, mimi nahisi hamna chochote hapo. Wewe mwenyewe ndugu mwandishi utaona jezi za Simba zikitoka na jezi za timu pinzani, utaangalia ule uwiano. Mimi nahisi kwa swala jezi, timu ya nyuma yetu haona kabisa ile swala kununua jezi kwa gharama yoyote, kwa sababu hata kiambiwa jezi ya 20,000 hawana uwezo, lakini Simba tukipata jezi hata 60,000 sisi tuko tayari. Kiuhalisia mimi binafsi kuhusu uzinduzi wa jezi za kimataifa, mimi nazisubiri kwa hamu. Na najua Simba huwa wanazindua, kizindua jezi unajua ni jezi. Sio maforonyo kama ya Yanga. Kwa hiyo mimi naisubiri jezi kwa udi na uvumba. Cha muhimu niwaambie mashabiki wenzangu, tujitokeze kwa wingi, jezi zikizinduliwa tujitokeze kwa wingi kuzinunua jezi tarehe 23 kwa Mkapa, tukasupport timu yetu. Kiupande wa jezi kwa msimu huu nimetisha. Jezi ni kali na jezi kwenye uzinduzi wake, jezi itakuwa yani ni kitu ambacho sasa kusema kwamba kuna supu, kuna nini. Sisi neno ukiambiwa tu mwana Simba kuna jezi, mapema tu natoka ni kwenda kuchukua uzi na kurudi kutinga uzi mpya na kuingia uwanjani kama kawaida. Tugeukia Uganda sasa, ambapo kikosi cha timu ya taifa ya Uganda maarufu kama The Cranes kesho kitacheza mchezo dhidi ya Chad katika mchezo wake wa kwanza wa kimataifa wa kirafiki kule Morocco. Jioni ya leo kikosi cha The Cranes kilihitimisha maandalizi yake kuelekea mchezo huo, ambapo siku baadaye watacheza na wenyeji Morocco kwenye mchezo mwingine wa kimataifa wa kirafiki kwa siku 3 mfululizo. Mpaka sasa tunapozungumza, Uganda imekuwa ikijifua kwenye uwanja wa Lonare Sports Club baada ya kuwasili nchini Morocco mapema wiki hii. Training has been so far so good. We had a little bit of rain today. Tumekuwa na wasaa mzuri wa mazoezi mpaka sasa. Japo leo kulikuwa na mvua kidogo, lakini hiyo haikutuzuia kitu kwa sababu good for the boys regardless of having a few injuries that have kicked out some players, which would be very good for the preparations for the upcoming AFCON, and of course looking at more match fitness. But
So far so good. The boys are looking forward to the friendlies and starting off with tomorrow's training against Chad. The game against Chad. And we hope for the best because there's no time. This is the only chance we have as a team to prepare for the upcoming AFCON. We're not going to take it lightly. We're going to make sure that at least we put up a good show. You know, everyone is here to compete and to make sure that he can do something for his country. So basically, everyone is prepared and is in high spirit and ready to put up a good fight in tomorrow's friendly. Naam, mpaka hapo hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, tukamilisha japo kwa muhtasari wa kukujuza kile ambacho tulikuwa nacho mezani hii leo. Taifa Stars yajifua Misri ikiwinda Kuwait mechi ya kirafiki ya kalenda ya FIFA. Na wadau wa michezo wakoshwa na uteuzi wa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Mshike hii leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.